Kabla kuendelea, langu jina ni Mwalimu Victor Ramadhani Kalinga. Napatikana kwa nambari za simu 0620443048. Unaweza kunitafuta kwa njia ya kawaida, lakini pia kwa njia ya WhatsApp kama kuna kitu chochote ambacho utakuwa hujakielewa kwenye video hii ambayo tunakwenda kupeana darasa. Karibu sana. Moja ya kitu ambacho ni muhimu sana kwenye content creating ni pamoja na branding. Siku ya leo nakwenda kukuonesha namna mbili ambazo unaweza kuzifanya kwa ajili ya kuwa na branding endelevu. Kuna watu walianza kujibrand lakini mwisho wa siku wakasitisha kwa sababu waliishiwa fedha za kuwalipa watu ambao walikuwa wanafanya graphic designing. Sasa twende kwenye mchakato wa namna ya kufanya hivi. Moja kwa moja twende tukafungue app ambayo mimi huwa naitumia, inaitwa Pixel Lab. Sawa sawa. Sasa moja kwa moja twende kwenye vile ambavyo mimi ninaandaa. Kwanza nitatoa neno new text kwa kugusa herufi A hapo chini, kisha nita delete. Baada ya kudelete nitakuja hapa, nitaweka color. Umeniona nimekuja kwenye kipengele namba 4, kisha nimegusa kipengele cha color. Baada ya color sitagusa gradient, nitagusa kipengele cha kawaida ambapo nitagusa blue. Hiyo blue mimi nimeitengeneza, lakini zipo rangi ambazo ni permanent, zipo humu. Unatengenezaje rangi? Ndio maana unakuja unaingia hapo, una balance rangi ambayo unaitaka wewe. Kwa mimi nitaweka rangi hiyo. Baada ya hapo nitakuja kipengele namba 3, nitatengeneza shape kama hivyo. Nitaweka shape yangu, nitaiweka katika mtindo huo. Tunafanya tu kitu kwa wepesi chap chap ili uweze kunielewa. Hiyo ni kwa ajili ya kuweka maneno. Nitaweka maneno hapo. Ili kwa kuwa inanisumbua kukaa katikati, basi nitaiweka hivyo. Baada ya kuweka hivyo nitaweka tiki, alafu nitakuja nitaichagulia rangi hiyo, au naweza nikaiacha hivyo hivyo. Lakini kitu cha pili nitaicopy hii, naigusa. Hadi unapokuwa unataka kufanya kitu, unagusa kwenye hicho kitu ambacho unataka kukifanya. Nimegusa hapo kwa sababu nataka ni copy hiyo shape. Kwa hiyo nitaicopy hivyo, alafu nitairudisha hapa kuwa ndogo kidogo. Hiyo nitaiwekea stroke. Stroke ni hii hapo. Nitaigusa hapo, nitaiwasha. Na maana stroke hiyo nataka iwe nyeupe. Sawa, lakini hapa hatuwezi kuiona kwa sababu tayari hiyo shape ni nyeupe. Kwa hiyo nitaibadilisha shape hiyo rangi kama hivyo. Nitaiwekea rangi hiyo ya blue. Sawa sawa. Nitaiweka hapo simple and clear. Shusha kama hivyo, nitaiweka kama hivyo, nitaiongezea mbwembwe kidogo kama ilivyo kwenye poster yangu kule, nitaiwashia kivuli. Kama utakuwa umeniona hapo nimeingia kwenye shadow, kivuli kitakuwa na kaweusi kidogo kama hivyo kimeshakaa. Na maana hapo nitagusa kwenye A ambayo inaongezea masuala ya text, nitaandika hivyo, nitaandika somo. Sawa somo ni kama vile maandishi yana rangi ambayo imeendana na background. Nitawapa maandishi rangi nyeupe ili niaone yako wapi. Ni haya hapa yamekaa upande huo. Kwa hiyo nitabalance. Hiyo mishale ni kwa ajili ya kubalance kitu kikae pale unapotaka. Tumeshaandika somo. Nakuja tena nitagusa new text, nitaandika tuseme namna ya kuanza kutunza akiba. Kumradhi, namna ya kuanza kutunza akiba. Sawa? Namna ya kuanza kutunza akiba. Somo langu au maneno katika somo langu nitalipa rangi ya blue kama hiyo, alafu nitakuja nitaiweka kati. Sawa, baada ya kuiweka kati nitakuja hapa nitaialign kama hivyo, nitaigusa kwenye hiyo kanundu au kama ni kakubwa kuliko nundu nyingine kwenye hiyo pembe 4, kisha nitaiongeza ukubwa. Baada ya kuiongeza ukubwa nitarudi hapo tena kwenye kuiweka kati, nitaiweka kati kama hivyo. Alafu baada ya hapo nitakwenda kutafuta picha ambayo inaendana na hiyo hili somo letu la siku ya leo. Picha ninagusa hapo katikati. Kwa baada ya kipengele namba 3 nitakwenda hapo kwenye icon ya gallery, nita import. Baada ya kuimport nitakwenda kwenye vipengele mbalimbali. Mimi simu yangu kidogo huaga haileti features zote za gallery, kwa hiyo ninalazimika kuingia mpaka huku, lakini kama wewe simu yako inakupa features mbalimbali, basi unaweza kuingia mpaka huko. Nitaingia kwenye kipengele cha Recraft. Hii ni AI ambayo ilikuwa inanisaidia kugenerate image. Kwa hiyo nitaingia hapo, nitachagua picha ninayotaka. Kumradhi, kuna picha nimeipita hapo. Yes, tuchukue picha ya bwana mdogo hapa. Itaload kwa muda mfupi, tuchukue picha bwana mdogo. Yes, picha imekubali. Nitaichukua kama ilivyo. Penda kutumia picha ambazo ziko squared, au kama sio squared basi unaiweka angalau hivyo kwa sababu inakaa vizuri kidogo kwenye poster yako. Sawa sawa. Nitairudisha nyuma. Hiyo picha ni AI. Baada hiyo picha kuingia tunaona picha inang'aa, lakini pia hiyo kitu yetu ambayo haina stroke imekuwa kama mimezo. Kwa hiyo tunaiwekea stroke ya rangi ya blue. Sawa. Stroke ya rangi ya blue kama hivyo. Baada ya kuwekea stroke ya rangi ya blue,
picha yetu nayo tunaifanyia mafekeche kidogo. Kwa hiyo mafekeche yataifanya picha isijulikane sana kama ni ya kuchakatwa na akili mnemba. Sawa, kwa nini? Kwa sababu mtandaoni vitu ambavyo vinaonekana kama vimechakatwa na msaada wa akili mnemba huaga vinakuwa havipewi airtime. Sasa nitagusa hapo, nitaenda kwenye kutafuta kivuli. Vivuli vinapatikana online. Unaandika something kama shadow PNG. Mimi ndio kivuli changu kimoja huwa nakiaminia sana. Kipo chini, nilikidownload muda mrefu kweli kweli. Ukihitaji naweza nikashare na wewe. Hiki hapa. Nitakichukua kivuli changu. Hiki kivuli ni kwa ajili ya kuua borders. Sawa sawa, kwa ajili ya kuua borders, kwamba picha isionekane imeishia sehemu fulani. Nitakiweka mpaka hapo, nitakadiria kumradhi, takadiria. Ukigusa sehemu ambayo hauhitaji kugusa, unagusa kwa mshale mpaka unaonekana kama kamepinda hapo, kwa ajili ya kuundo. Baada ya kuweka hapo, nitaitupia kwa upande wa nyuma, na hii picha yangu sasa ndo naitaka iwe nyuma zaidi, nitaiweka hapo. Lakini hichi kivuli changu sitataka kibaki na rangi yake hiyo nyeusi, itakuwa imetengeneza kama rangi mbili. Hichi kivuli nitakipa rangi ya blue ambayo ndo rangi ya background yetu. Baada ya hapo nitakwenda nitacharaza jina langu. Sawa, jina langu mimi muandaa maudhui, sio jina langu mimi nilioandaa hii poster. Sawa sawa. Baada hapo nitaandika Mwalimu Selemani, sawa sawa. Mwalimu Selemani dash, taweka namba zangu za simu +255, weka namba yako isome kimataifa kwa sababu masomo yanaenda mbali. Sawa sawa. 57 234 231 432. Kumradhi, namba hiyo si halisi. Kwa hiyo ukijaribu na ukikutana na mtu anakuambia mimi sio Mwalimu Selemani, basi inabidi ukae kwa kutulia. Namba hiyo nimeibuni tu chap. Naiweka hapo chapa ya Mwalimu Selemani, namna hiyo. Naiweka hapo chapa ya Mwalimu Selemani, namweka hapo kati, unaona. Lakini nataka nimweke icon kwa sababu Mwalimu Selemani anafanya kazi zake Facebook zaidi. Nitagusa kipengele namba 3, kisha nitaenda kwenye kipengele cha stickers. Moja ya faida ambayo ni ya muhimu sana kwenye hii Pixel Lab Pro, icons zipo humu. Kwa mfano kama icon ya Facebook hii hapa. Sawa, nitachukua icon ya Facebook, lakini kwa kuwa inakuja kwenye blue ambao unaweza ukammeza huyu Facebook, namwekea pia stroke nyeupe. Hii stroke inafanya ionekane vizuri. Utaipunguza kwa udogo unaotaka, unaoendana na hayo maandishi. Na point ya kupunguzia ni hiyo ya kugusa hilo duara, hicho kidoti kikubwa kidogo, au unaweza ukatumia size, kwa maana kipengele hicho kilichoandikwa relative size. Hiki ndio kitakufanya upunguze kwa udogo unaotaka wewe, kwa kuongeza na kupunguza, kwa kuweka alama ya kuongeza na kupunguza. Baada ya kufika hapo, poster yako itakuwa ipo tayari na unaweza ukaitumia kwenye masomo yako. Lakini unapaswa kwanza kuisave katika namna mbili. Namna ya kwanza unaisave ili baadaye ukirudi ubaki tu kuiedit. Hapa tutaisave Mwalimu Sele, tunaisave namna hiyo, imekaa vizuri. Lakini namba 2 tunaisave as image ili tuweze kuishare maeneo mbalimbali ambayo sisi tunayataka. Mimi nitaweka default, nitaacha default kama ilivyo, nitaweka ultra ili iweze kuwa na ubora mkubwa zaidi. Tutaiacha isave kama hivyo, alafu baadaye tutakwenda kuichungulia kwenye gallery, na baada ya kuichungulia kwenye gallery tutakuwa sasa tupo huru kuitumia eneo lolote. Sawa, tunaona poster yetu hiyo ipo tayari. Na sasa ukiwa unaenda kwa mfumo wa kuwa na vitu maalum kama hivyo, kwa mfano hapa nikuoneshe jinsi ambavyo mimi ukurasa wangu unakuwa tofauti na kurasa za watu wengine. Unaona, kwa mfano ukifungua hapa, kwanza mimi ni natumia picha moja kwenye akaunti zangu zote, ili tu kwa sababu ninadili na watu mbalimbali. Hiyo kwa ajili ya kujenga uaminifu, kwamba mtu anaona kuna picha ya huyu bwana, kumbe ndio yeye mwenyewe. Kwa akiingia huko anakuona, akiingia kule anakuona, inakuwa sio tabu sana kukupata, kwa sababu majina haya tumefanana na watu mbalimbali. Kwa mfano huu ni ukurasa wangu, kwa mradi network iko chini kidogo, lakini tunaenda nayo kibishi. Kuna hizo poster za kwa ajili ya video, kuna hizo poster za nukuu ambazo huwa ni segment inaanza asubuhi. Unaona, tukija kuna poster tena ya mkasa, kuna poster ya somo, kuna poster ya somo tena, kuna poster ya pesa tips na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inakuwa ni very official, kiasi kwamba hata somo lako wakilishia watu pahala, inakuwa ni rahisi kujulikana huyu ni nani. Sawa sawa. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Nilikwambia nitakufundisha namna kuu 2. Sawa sawa. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza, tunafunga, ninarudi na sehemu ya pili. Asante sana.